Hivi punde tu bunge limetoka kupitisha bajeti ya wizara hii ya mawasiliano, ambapo bajeti hii imesomwa kwa siku moja tu ya leo. Waziri mwenye wizara husika Angela Kairuki aliiwasilisha bungeni hapa saa 5 akisoma pamoja na kuainisha vipaumbele vyake, lakini vile vile kamati ya bunge nayo ya masuala ya miundombinu ikatoa maoni yake na mapendekezo, na wabunge pia wakachangia. Kama ambavyo umesema hapo, mjadala mkubwa ulikuwa ni katika masuala ya kimitandao, hususan utapeli, udhalilishaji, lakini pia wabunge wengine wakipendekeza kwamba bajeti hii iangalie fursa zilizopo katika uga wa kidigitali na vitu kama hivyo, na baadaye ikaja kuhitimishwa. Lakini kabla ya kwenda kwenye hitimisho, basi tusikilize kile kilichojiri mchana wa leo kwenye bajeti hiyo, na kisha baadaye takuja kueleza hapa ni majibu gani ambayo serikali imeyatoa. Hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ikiwasilishwa bungeni, huku wabunge wakitaka serikali kudhibiti uhalifu mtandaoni kwa kuunda kamandi maalum ya polisi ya uhalifu mtandaoni. Kwa nini TCRA ambao ni cyber security tusichukue cyber crime ya jeshi la polisi tukenda tuka-embed pale pale, akakamata mwizi mwenye TCRA, tukabadilisha sheria akawa na regulate sheria pale pale, na kama kuna issue ya law enforcement ifanyike pale pale TCRA. Tukifanya hivi, naamini kwamba uhalifu wa kimitandao hautopungua bali utatokomea kabisa. TCRA iundiwe kamandi maalum ya polisi, naunga mkono hoja hiyo, ili kuhakikisha kwamba inaweza kuchukua ushahidi wa kitaalamu ule, kusimamia polisi moja kwa moja kwa polisi ambao watakuwa TCRA, ili kuhakikisha kwamba ushahidi ule haupotei. Hoja zingine ni gharama za vifurushi vya mitandao na muda wa maongezi, huku pia wabunge wakishauri kuongezwa kwa wigo wa mtandao wa mawasiliano. Niombe sana wizara katika mpango unaokuja waweke kwenye maeneo haya 43 ya jimbo la Mvomero, ili wananchi wanaolima kokoa na mazao mengine ya biashara waweze kuwa na uhakika wa kutafuta masoko. Umeanua bando ya siku 7, lakini siku 7 hazifiki. Mheshimiwa Bunge, nikiwauliza hapa ndani, nani ashaye kununua bando ya siku 7 ikafika siku 7? Hakuna. Wengi mtasema inategemea na matumizi ya mtu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaponunua kingamuzi cha Azam cha siku 30, siku 30 zinafika. Hayo yote yanaibuliwa baada ya waziri mwenye wizara husika kuwasilisha hotuba yake bungeni akiomba bunge kuidhinisha bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 222. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaomba kuidhinishiwa na bunge lako tukufu jumla ya shilingi bilioni 222,589,451,000 kwa ajili ya kutekeleza majukumu na vipaumbele vya wizara. Kamati ya bunge ya miundombinu inaishauri serikali fedha zinazoombwa zitoke kama zilivyo ili kusukuma miradi ya kimkakati inayotekelezwa na wizara hiyo. Serikali hakikisha inatoa fedha za maendeleo kama zilivyoidhinishwa na bunge na kusimamiwa kikamilifu miradi ya kimkakati itakayotekelezwa na wizara hii ili iweze kukamilika kwa wakati na kuleta tija ilivyokusudiwa. Katika mwaka wa fedha wa 2026/27, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inakadiria kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 160.36 kutokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano. Asante sana. Hayo ndio yalikuwa yamejiri hapa bungeni kwa wakati wote, wakati bajeti ya hii Wizara ya Mawasiliano ikiwasilishwa, lakini wengi wakitarajia pia kupata majibu ya serikali kutoka kwa waziri, ambapo baadhi ya hoja amezizungumzia. Kwa mfano swala zima la kuhakikisha kwamba mtandao wa mawasiliano unaenea maeneo mbalimbali nchini. Waziri Kairuki amesema serikali bado inaendelea na michakato ya kuhakikisha mkongo wa taifa unafika katika maeneo yote nchini na hususan kwenye taasisi za umma ikiwemo mashule, hospitali na kadhalika, lakini pia maeneo yote yale ambayo hayana minara ya mawasiliano, basi serikali inaendelea kuyatambua na kupeleka minara huko ili kuhakikisha wananchi wanapata mawasiliano yaliyo bora kabisa. Lakini kuhusu swala la utapeli wa mitandaoni, waziri pia amelitolea ufafanuzi kwamba serikali kwa kushirikiana TCRA kwa kushirikiana na jeshi la polisi wamekuwa wakifanya misako ya mara kwa mara ya mitandaoni, na wahalifu wengine wanakuwa wakikamatwa na kuchukuliwa hatua na hata wengine kufikishwa kwenye vyombo vya sheria na kukumbana na mkono wa dola. Lakini vile vile
wamesema kwamba watainisha yale maeneo ambayo yamekithiri kwa uhalifu wa mitandaoni na wakitolea mikoa vinara ikiwemo jiji la Dar es Salaam, jiji la Mbeya na mkoa wa Morogoro ili kuwawekea mpango maalum wa kuweza kudhibiti matukio hayo. Ni hayo tu yaliyojiri katika siku hii ya leo. Sasa nakushukuru sana, nikutakia usiku mwema.